Hujambo na karibu Kifagio News. Jioni ya Jumatano, afisa wa polisi kutoka kitengo maalum cha SPIV, Special Police Intercept and Verification, alipigwa risasi na kuuawa katika eneo la Crevasse Kianjau, kaunti ya Kiambu, wakati wa shughuli ya kawaida ya ukaguzi wa pikipiki. Afisa huyo aliyejitambulishwa kama Constable Bernard Com alikuwa miongoni mwa maafisa waliokuwa wakisimamisha bodaboda ambazo hazikuwa na alama rasmi za usajili wa Thika. Wakati mmoja wa maafisa hao alipoondoa funguo ya pikipiki ya mshukiwa, mvutano mkali ulizuka kati ya maafisa na mwendesha bodaboda huyo. Ghafla, mshukiwa huyo alitoa bastola na kumpiga Constable Com risasi shingoni. Huyu jamaa ni kama amewaweza. Jamaa kona nguvu. Sasa akashoot na huyo mwingine akajaribu kumshoot huyo officer, akahepa kidogo, kainama kidogo. Sasa hiyo risasi ikaweza kupenya, ikapotea kidogo. Sasa kuamka tena wakaanza sasa makibishano ya shoot futa ni kufute. Tulikuwa tunajua ni nini inaendelea. Huyo askari ameshutiwa alikuwa anataka kusoma kodi ya pikipiki. Venye huyo jamaa mwenye amemshuti huyo mwizi ni kama ameona pikipiki yake ina kodi akatense. Wakavurutana wakienda wakiongea, kwa hiyo harakati ya kuongea akanyang'anya huyo askari pisto yake, akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo. Baada ya tukio hilo la kushtua, mshukiwa alikimbia kwa miguu kabla ya kumteka dereva mwingine wa bodaboda karibu na hoteli ya Royal na kutoweka. Baadaye alitelekeza pikipiki hiyo katika eneo la Mugumo, ambapo polisi walipata magazini yenye risasi na maganda ya risasi aina ya 9mm. Afisa huyo alikimbizwa katika hospitali ya Thika Nursing Home, lakini alifariki dunia kutokana na majeraha aliyopata. Maafisa wa upelelezi wakiongozwa na DCIO wa Thika, Bi Jacinta Mbaika, wameanzisha msako mkali dhidi ya mshukiwa ambaye bado yuko mafichoni. Polisi pia wamepata video ya raia iliyoonyesha tukio hilo, ikiwa ni pamoja na mshukiwa akimteka dereva wa pili wa pikipiki ambayo sasa inatumika katika uchunguzi. Shughuli za SPIV zimekuwa zikiimarishwa kwa lengo la kudhibiti uhalifu unaohusisha pikipiki na kuzuia visa vya watu kujifanya polisi. Kisa hiki kimezua maswali kuhusu usalama wa maafisa wanapotekeleza majukumu yao, hasa maeneo ya miji kama Thika. Jeshi la polisi limewahakikishia wananchi kuwa litawafikisha wahusika mbele ya sheria na kutoa taarifa zaidi pindi uchunguzi utakapokamilika.